Hiyo nataka nikuonyeshe. Wakorintho wa kwanza 10:1-4. Wakorintho wa kwanza 10:1-4. Inasemaje? Inasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Hebu sema chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Sema wakapita kati ya bahari. Anasema walikuwa chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa, wawe wa Musa katika wingu katika bahari. Wote wakala chakula kile cha roho. Wote wakanywa vinywaji vile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na kwamba ule ulikuwa ni Kristo. Sijui kuna mtu ananielewa. Anasema waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, kwa kwamba ulikuwa ni nini? Ni Kristo. Wakati wanafahamu Musa alikosea sehemu, aliambiwa apige mwamba, akapiga mara ngapi? Manake Musa alipopiga mara 2 alikosea, kamuuzi Mungu. Alitakiwa tabiri kupiga mwamba mara moja, ilikuwa ni unabii kwamba atakuja kufa nani? Yesu atakufa mara moja. Yeye akapiga mara 2. Mwamba ambaye anazungumziwa humo alikuwa ni Yesu Kristo, na ndio yule malaika